Kama kuna kitu hatuwezi tukakikwepa ni matumizi ya hizi artificial intelligence katika shughuli zetu za kila siku, especially katika kazi zetu ambazo zinahusisha masuala mazima ya kiteknolojia, lakini pia katika shughuli zetu za matangazo ya kila siku. Hatuwezi tukakwepa matumizi ya artificial intelligence kama ChatGPT na artificial intelligence nyingine nyingi ambazo zinakuja kuweza kuplay part kubwa sana katika kufanikisha matangazo yako, even hata kuweza kukusaidia wewe kuweza kutengeneza matangazo ambayo yatakuwa ni bora zaidi, matangazo ambayo yatakupa kitu ambacho pengine hukuwahi kuwaza kama unaweza ukakipata kwa kutumia hizi artificial intelligence. Na ndio maana kwenye episode ya leo nataka nizungumzie jinsi ambavyo unaweza kutumia artificial intelligence ya ChatGPT kwa ajili ya kuweza kuboresha shughuli zako za matangazo katika hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram. Personal nimekuwa nikitumia sana kwa muda mrefu ChatGPT katika shughuli zangu za ufanyaji wa matangazo, na impact yake naiona ni kubwa sana ukilinganisha na kazi ambazo pengine ningeweza kuzifanya mimi direct. That's why nimeamua kushare na wewe ambaye unaifuatilia hii podcast. Kwa hiyo katika episode hii ya 8 tena nikazungumzie mambo 4 ambayo unaweza ukayafanya na yakaboresha matangazo yako kwa kiasi kikubwa sana kwa kutumia hii artificial intelligence ya ChatGPT. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa zile tunasema powerful tools ambazo zinaweza zikakupa kitu ambacho unakitaka, even hata kwa namna ambayo pengine isingekuwa ni rahisi kwa vipindi ambavyo viliwahi kupita ambavyo tulikuwa tunafanya matangazo bila kuwepo hizi artificial intelligence ambazo zingeweza kuplay part kubwa sana na kutuwezesha sisi kuweza kufanya vitu ambavyo vitakuwa ni vikubwa. Kitu cha kwanza ambacho unaweza kukifanya kwenye matangazo yako kwa kutumia ChatGPT na ukaweza kupata matokeo ambayo ni mazuri ni analysis ya ripoti za matangazo yako. Pengine umefanya matangazo 2-3 and then unaona matokeo yake kama si mazuri vile. Kwa hiyo unaweza kuitumia hii ChatGPT kwa ajili ya kuweza analyze hiyo ripoti ya matangazo yako ambayo umekuwa ukiyafanya, and then ikakupa suggestion ya kitu gani ambacho unatakiwa kuongeza, kitu gani ambacho kina miss, na kitu gani ambacho unaweza ukaachana nacho ili kuhakikisha tu kwamba unatengeneza matangazo ambayo ni bora. Na ukienda katika ads manager yako kuna sehemu ya kuweza kuexport taarifa za account yako, namna ambavyo umekuwa ukifanya matangazo, and then ukisha export ile taarifa, let's say uta export katika mfumo wa Excel, and then utaenda katika hiyo artificial intelligence ya ChatGPT, utaenda uka import hiyo taarifa yako, and then utampa guideline pale kwamba akuchambulie hiyo report ambayo umeweza kuimport pale, akupe suggestions, lakini pia kuambia sehemu gani ambayo ulikuwa unakwama na vitu vingine vingi ambavyo unaweza ukamdirect, and then yeye ndani ya sekunde kadhaa tu atakupa huo mrejesho wa kila kitu ambacho ulikuwa umeomba. Kwa hiyo utakuwa umepata vitu vingi sana ambavyo unaweza ukavitumia kwenye shughuli zako za matangazo katika kazi zako za kila siku, ambavyo vinaweza vikakuwezesha kuweza kuboresha hayo matangazo yako, kwa sababu kama utamdirect vizuri ChatGPT atakupa sehemu ambazo ulikuwa unakwama, maana yake inabidi uachane nazo. Atakupa baadhi ya suggestions ambazo unaweza kuziongeza kwenye hizo ads zako ili uweze kuwa bora zaidi, lakini pia atakupa mbinu ambazo unaweza kuziongeza kwenye hayo matangazo yako ambapo pengine labda ulikuwa una miss hizo mbinu kwa ajili ya kuweza kuboresha hizo shughuli zako za matangazo, na mwisho wa siku utajikuta unafanya kitu ambacho ni bora zaidi. Kwa hiyo it's like ni kama unampa ile taarifa mtaalamu aweze kuichambua, and then akupe mrejesho, na pale ataongozwa kwa data, kwa sababu hatotoa majibu ili mradi tu, atatoa majibu kulingana na data ambazo umempa, naye atakujibu kulingana na data ambazo umeweza kumpa. Kwa hiyo ni namna ya kwanza ambayo unaweza ukaitumia ChatGPT kwa ajili ya kuweza kuboresha shughuli zako za matangazo kwenye hizi platforms za Instagram pamoja na Facebook. Lakini pia kitu cha pili ambacho binafsi mwenyewe nimekuwa nikitumia ni kuweza kudevelop zile ads creative, especially captions. Unaweza pale ukaenda uka import hiyo ad creative yako, either ni picha, and then ukampa request kwamba akutengenezee caption ambayo inaendana na tangazo ambalo umeimport pale. Kwa hiyo kulingana na taarifa ambazo umeweza kuziweka kwenye hiyo poster yako, kwenye hiyo ad creative yako ya picha, yeye ataichambua ile, and then atakutengenezea ad creative kwa maana ya text ambayo itakuwa ni nzuri zaidi kuweza kuitumia katika upande wa caption. Na unaweza ukarequest even 3-4 ili uweze kupata version tofauti ambazo utazitumia sasa kwa ajili ya kuweza kuziweka kwenye hayo matangazo yako. Kwa hiyo ni simple sana. Mwenyewe nimekuwa nikifanya hivyo kwa muda mrefu, na ana develop caption ambazo ni bora zaidi, caption ambazo ziko vizuri, na it depends pia na namna ambavyo umeweza kumdirect. Anaweza kukupa kitu ambacho ni bora zaidi na ukapata caption ambayo inaweza kukuongezea mauzo, lakini pia ikaboresha namna yako ya ufanyaji wa matangazo yako katika
hizi platform mbili za Facebook pamoja na Instagram. Na kitu cha tatu ambacho pia nimekuwa nikitumia ChatGPT kwa muda mrefu sana ni kufanyia research. Ule muda ambao bado sijarun tangazo, niko naandaa zile silaha za kivita kwa ajili ya kuingia kwenye mchakato wa haya matangazo, hususan katika kipindi cha research ya bidhaa pamoja na competitor. Wanapendelea zaidi kutumia hii platform ama hii AI ya ChatGPT kwa ajili ya kuweza kufanya research ya watu ambao wanawataka, masuala ya interest, baadhi ya targeting, namna ambavyo naweza nika frame offer yangu vizuri na vitu vingine vingi ambavyo vinahusika kwenye hii hatua ya research, ili mwisho wa siku nipate kitu ambacho ni bora zaidi, ambapo pia nitaenda hata kwenye sehemu nyingine za kuweza kufanyia research na nikafanya research ambayo itakuwa na impact kubwa sana kwenye matangazo yangu. Kwa hiyo unaweza kuitumia pia ChatGPT kwa ajili ya kufanya hiyo research ya product ama wateja ambao unataka kuwapelekea hiyo product ambayo una advertise kupitia hizi platform za Facebook pamoja na Instagram. Na kitu cha mwisho ambacho pia nimekuwa nikitumia kwa kiasi kikubwa sana kutoka kwa ChatGPT ni kupata suggestions za tangazo. It's like inakaa na mtaalamu ambaye anafanya matangazo. Tunakaa tunajadiliana kwamba mimi na product hii nataka niipeleke sokoni kupitia matangazo. How naweza nikaifanya ikawa bora, vipi naweza nikatengeneza offer ambayo ni bora zaidi, lakini pia kitu gani ambacho unaweza ukanishauri and then nikatengeneza tangazo ambalo litakuwa ni bora na tangazo ambalo litauza zaidi. Kwa hiyo hivi vitu vyote ambavyo nakuwa na vitaka kutoka kwa mtaalamu, naweza nika request kwa ChatGPT na nikapata kitu ambacho ni bora. Japo kuna muda ndio unaweza ukapata kitu lakini ikakuhitaji pia uweze kujiongeza, kwa sababu sio 100% inaweza kukupa kitu ambacho ni bora. Kwa hiyo sometimes inabidi pia uchanganye na akili zako kidogo kulingana na uzoefu ambao uko nao. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo unaweza ukavitumia kutoka kwenye ChatGPT na ukafanikiwa kutengeneza matangazo ambayo ni bora, matangazo ambayo yatakuwa na impact kubwa sana. So kama unawishi pia kuendelea kupata knowledge kama hizi, unawishi pia kuendelea kuwa mwanafamilia wa podcast hii, hakikisha una subscribe, kwa maana episode ya kesho huenda ikawa ni kile ambacho ulikuwa umebakiza kwenye shughuli zako za matangazo, ili uweze kufanikisha biashara yako kwa mwaka huu wa 2025. Mimi naitwa Joram Tanzania.